Sana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, mzee wetu Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali, wajumbe wa Baraza la Ulama, masheikh wa mikoa yote wakiongozwa na mwenyeji Sheikh Mkuu wa Dar es Salaam, na pia nitambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam na mkuu wa wilaya ya Kinondoni kaka yangu Saad. Na nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali wa taasisi za kijamii, za kidini na za kijamii kwa ujumla wake. Viongozi wa baraza kuu upande wa kina mama, pia mama yangu Shamim Khan na wote katika wanaomsaidia. Mheshimiwa Mufti, sisi tuna maneno yetu ambayo tukitaka kukatisha maneno ya utambulisho tunasema itifaki imezingatiwa. Alhamdulillah, nimepata nafasi ya heshima kubwa usiku huu wa leo. Ninaomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Mufti na uongozi mzima wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ikiwa na kamati tendaji chini ya Katibu Mkuu Alhaji Nuhu Mruma, kwa kunipa heshima hii ya kuweza kuja katika jambo hili la kihistoria yenye munasaba unaozungumza miaka 10 ya uongozi wa Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali. Asanteni sana kwa nafasi na heshima hii mlionipatia. Mheshimiwa Mufti, naomba pia nitumie nafasi hii wapongezeni sana. Naweza kuona kuwa mmefanya jambo la kawaida, hususan wale wote wanaokusaidia wakiongozwa na Katibu Mkuu na kamati zake ambazo sisi sote tumeziona hapa. Jambo hili mlilofanya ni jambo kubwa na ni jambo zuri na ni jambo la kuigwa kwa wale wote wenye kuthamini maendeleo. Mheshimiwa Mufti, hongera sana wewe na timu yako nzima ikiongozwa na sekretariat yako ya Katibu Mkuu Alhaji Nuhu Mruma. Juu ya mazungumzo yaliyofanywa hapa na kuzungumzwa na wasemaji mbalimbali, na ili miongoni mwa mambo makubwa na muhimu yanayoingia katika historia ya jambo hili ni hiki kitu cha kutengenezwa kwa dokumenti inayoeleza juu ya kazi na mambo mbalimbali uliyoyafanya wewe na timu yako nzima unayosaidiana nayo. Mheshimiwa Mufti, hiyo ni kielelezo ya kuwa unayo timu nzuri inayokupenda na kukuthamini,
lakini inayothamini kazi yao pia na inayoheshimu sisi mnaotuongoza. Na ndio maana wamekaa wakatafakari na wakaona umuhimu wa kufanya hichi kitu kikubwa na kizuri kilichofanya, kitu ambacho kitakuwa ni urithi kwa vizazi na vizazi vinavyokuja. Utamaduni huu si utamaduni uliozoeleka sana miongoni mwetu, wa kutunza kumbukumbu na kuziweka katika mpangilio mzuri kama huu ambao leo tumeushuhudia hapa. Na kubwa kuliko ni uandishi wa kitabu. Mheshimiwa Mufti, wewe ni scholar, ni mwanazuoni, na hapa mko wanazuoni wengi. Kazi ya uandishi wa kitabu mpaka kikaitwa kitabu si kazi nyepesi hata kidogo. Hata ikawaje bado si kazi nyepesi hata kidogo. Maana yake ni kuwa wako watu wamekaa chini wakatafakari wakaunda jambo. Kwa hivyo ndio maana tunasema jambo hili tulilofanya na jambo lililofanywa na timu ni jambo zuri sana. Nafahamu ya kwa wewe mwenyewe uliridhia, na kwa kuridhia huko pia vile uliridhia jambo adhimu na jambo lenye tija kubwa kwa umma wetu. Na ni kweli kuwa kwamba katika haya ambayo yameonyeshwa hapa ni machache miongoni mwa mengi sana tunayoyafahamu na mengine tusiyoyafahamu. Wakati niko hapo nikitazama documentary, nimeona kwa wako watu kumbe wanatazama moja kwa moja, mubashara ama live, kwa pande mbalimbali za nchi yetu lakini na nje ya nchi yetu. Mtu mmoja amenitumia video yako ulipopata nafasi ya kuswalisha msikiti mkubwa wenye waumini wengi pale Stockholm, Sweden. Mheshimiwa Mufti, ile video nimekufuadia na natumai utaifurahia sana, ikiwa ni miongoni mwa kazi kubwa za heshima kubwa ulioipata, ambayo hiyo heshima si yako tu, lakini pia vile ni yetu sisi waumini wa dini ya Kiislamu hapa Tanzania. Na kwa kuwa wewe ni kiongozi wa kijamii, si tu waumini wa dini ya Kiislamu, hata wasiokuwa Waislamu, kwa sababu wote wanapata huduma yako. Mheshimiwa Mufti, kwa namna ambavyo watu wengi wamekueleza hapa, na kwa namna ambavyo documentary imekueleza, na kwa namna ambavyo kitabu kimekueleza, na kwa sisi tunavyokufahamu, mimi leo nimeridhika kabisa kwa wewe ni mufti wa amani na maridhiano. Tumswalie Bwana Mtume Muhammad. Wewe ni mufti wa amani na maridhiano, na nchi yetu imekuwa na bahati kubwa sana kutokana na misingi imara iliyowekwa na kujengwa na waasisi wa taifa hili. Tumekuwa na bahati ya kuwapata viongozi wenye kupenda kudumisha amani na kuizungumza bila uoga wowote, wenye kuhubiri umoja na mshikamano. Na wewe Mheshimiwa Mufti ni katika hao viongozi tuliopata bahati ya kuongozwa nao, iwe katika serikali kama vile ambavyo leo tunaye Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, anayehubiri jambo la amani, umoja na utulivu wazi wazi na kulipa kipaumbele kikubwa. Na inaishia hapo, analisema na jambo la maridhiano
wazi wazi, tena akaliundia na falsafa ile ya R4, na kama haitoshi likawekwa na katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwamba insha Allah taala tutakapopata ridhaa ya Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan atahakikisha ya kwamba kwa haraka ndani ya siku zake 100 za mwanzo anafanya jambo linalohusu maridhiano, kuwa na chombo mahsusi kitakachokuwa kikizungumza maridhiano katika taifa letu. Na wewe mara baada ya kuwa ulipata nafasi hii, tumeona kupitia documentary ya kwamba ulifanya kazi hiyo kwa kuyakusanya makundi ya Waislamu waliokuwa wengine hawazungumzi lugha moja na wakahasimiana, ukayaunganisha makundi haya na kila mmoja akaiona kwa BAKWATA ile milango iliyokuwa imefungwa sasa iko wazi. Ulimfungulia kila mmoja mlango, kila taasisi na kila mwanajamii. Kazi hii uliyoifanya ndio iliyonifanya mimi niseme kwamba wewe ni mufti wa amani na maridhiano, na kwamba nchi yetu ina bahati kubwa sana ya kupata viongozi wa serikali na ili vile viongozi wa kijamii wanaotuongoza katika utaratibu mzuri sana wa kutunza na kuhimiza kutunza amani yetu, mshikamano, umoja na utulivu, na hata watu kutokubaguana kwa namna yoyote ile. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee bila ya kubaguana kwa namna yoyote ile, na inshallah iwe sisi ni wakali sana mkiongozwa na nyie viongozi wa dini, wa wale wote wanaoonekana wanayo nia ya kutaka kutufanyia namna yoyote ile ya kutaka kutugawanya, ama namna yoyote ile ya kutaka Watanzania kuwa na makundi ya kubaguana. Mheshimiwa Mufti na ndugu wahudhuriaji wenzangu wote katika hadhara hii, amani na utulivu, Mheshimiwa Mufti, wako watu hapa duniani hivi sasa wanafanya sana utafiti na studies kabisa za kuwaza na kufikiria hivi ni kitu gani hasa hawa Watanzania, kwa nini wanadumu katika hii amani na utulivu. Na sisi pekee yetu katika Afrika tunao watu tunaofanana nao, wana makabila mengi kama tulivyo nayo sisi, wana dini si nyingi kama tulivyo sisi. Tuko Waislamu, wako Wakristo, wako na wachache wa Hindu. Lakini hao wenzetu wanaishi kwa mashaka makubwa sana, wakitanguliza dini zao, wakitanguliza na kabila zao. Hali hiyo ni tofauti kwa hapa Tanzania. Na narudia kusema ni kwa sababu ya misingi imara iliyojengwa na waasisi wetu, na hili ni misingi imara mnayoiendeleza ninyi viongozi wetu wa kijamii. Kwa upande wetu sisi Waislamu ni wewe Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubeir bin Ali, na Mwenyezi Mungu akujalie uendelee wewe na mashekhe wote na viongozi wa dini zingine pia uendelee kufanya kazi kwa pamoja kwa kuilinda amani ya taifa letu, mkisaidiana na viongozi wa serikali.
Mheshimiwa Mufti, nimalizie kusema ya kwamba hii miaka 10 imekuwa ni miaka 10 ya mafanikio. Nimemsikia hapa babangu Sheikh Abri katika namna alivyokusifu na kukuelezea, na kuna nukta kidogo kwa mbali nimemwona ameigusa, akasema anakuombea sana Mwenyezi Mungu uendelee hivyo, kwa wewe ni mtu mwenye kuhubiri amani, mwenye kuhubiri maridhiano na mwenye kuhubiri maendeleo. Maana yake ni kwamba anakuombea usibadilike, uendelee kuwa mtumishi wetu. Na mimi pia vile ninakuombea hivyo hivyo, kwa kuwa jamii bado inao uhitaji mkubwa wa hii kazi unayoifanya. Na sisi kwa serikali tukiongozwa na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, naendelea kuombea wewe na jeshi hili kubwa kabisa unalo viongozi la mashehe, waendelee kumuunga mkono jemedari huyu anayehubiri uvumiliano, anayehubiri kujenga upya, anayehubiri maridhiano, Daktari Samia Suluhu Hassan, ili amani na utulivu katika taifa letu uendelee kusonga mbele. Maana hatuwezi kujadili maendeleo ya ujenzi wa barabara, hatuwezi kujadili maendeleo ya ujenzi wa zahanati, hospitali, hatuwezi kujadili maendeleo ya uchumi wa mtu mmoja mmoja, wala hatuwezi kujadili maendeleo ya jambo lolote lile isipokuwa pawepo na amani. Wewe ni mufti wa amani na maridhiano. Hongera sana Mheshimiwa Mufti. Hongereni sana wote mnaomsaidia. Na Mwenyezi Mungu akubariki wewe, uendelee kuwa na afya njema. Akubariki na timu yako yote inayokusaidia ifanye kazi ya kukusaidia kwa dhati ya moyo wao wote, wakitanguliza mbele maslahi mapana ya umma wa jamii na wamama Tanzania, na wakawe waadilifu wakati wote, na bila ya kufikiri kinyume cha kuihudumia jamii. Mheshimiwa Mufti, asante sana kwa nafasi hii niliyoipata, na narudia tena kukupongeza kwa jambo hili adhimu na muhimu kabisa Tanzania. Tuzo mbalimbali zitatolewa. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.